Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe ya 24 mwezi wa 5 mwaka 2025, Jumamosi ya Dominika ya 5 ya Pasaka mwaka C wa Kanisa. Dhamira yetu ni kumtangaza na kumshuhudia Kristo mfufuka. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya kwanza hadi ya 10. Zaburi yetu ni mzaburi 100 aya ya kwanza hadi aya ya 3 na aya ya 5. Kitikizano chetu ni aya ya kwanza. Na injili yetu inatoka kadiri ya mwinjili Yohane sura ya 15 aya ya 18 hadi ya 21. Karibuni sasa tusikilize injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi niliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Likumbukeni lile nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi na nyinyi. Ikiwa walishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa, tunaendelea na kipindi hiki cha Pasaka, ambapo tunaendelea kufurahia na kushangilia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani ushindi dhidi ya mauti, dhidi ya dhambi na shetani. Ushindi huu ndio unawafanya mitume wazunguke wakiwatangazia watu habari njema kwamba watu sio watumwa tena wa dhambi wala watawaliwa wa shetani, na hata mauti haiwapati tena. Katika somo la kwanza, Mtume Paulo akiwa na msaidizi wake Timotheo wanapita huku na kule wakiwatangazia watu habari hii njema ya ushindi wake Bwana. Na hivyo wanawasisitizia na kuhamasisha kuwa wakae kwa matumaini, kwani ujumbe huu ndio utakao waokoa. Kumbe wapendwa katika Kristo, kwa ubatizo sisi tuliungana na kifo cha Kristo, tukazikwa pamoja naye, ili kama yeye alivyofufuliwa kutoka wafu kwa kitendo kitukufu cha Baba, sisi pia tuweze kuishi maisha mapya. Tunayasoma haya kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya ya 4. Basi, kumbe sisi ni jamii mpya, taifa takatifu na watu wake Mungu mwenyewe. Kama ndiyo hivyo, tunaalikwa kuishi maisha mapya, yani yanayomshuhudia Mungu katika utakatifu wake. Bali mnapaswa kuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa kuwa
aliyewaiteni ni mtakatifu. Nasoma haya katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza aya ya 15. Kufanya hivi kunadai sadaka kubwa. Ndiposa katika injili yetu ya leo, mwinjili anaonyesha changamoto iliyokuwepo na iliyopo katika kuishi na kuyashuhudia maisha haya mapya. Wapendwa, maisha yetu yanajipambanua katika utakatifu. Tukianza na hali walioipitia Wakristo wa kwanza, Wakristo hawa walijitambulisha na kujitanabaisha katika ufufuko wa Bwana, na hivyo kuwafanya wajitambue kuwa jamii mpya, jamii iliyo na Mungu, na hivi wanamtambua Kristo kuwa Bwana wao na mfalme wao, na hivi wanakataa kumuita mtu awaye yeyote hapa duniani kuwa Bwana na mfalme. Zaidi sana, walitaka kumtambua mtu kama mfalme katika ushirikishwaji wa ufalme wa Kristo. Wapendwa, kumbe katika maisha yetu tunaruhusiwa kuwaita watu wafalme au tunaruhusiwa kuwaita watu viongozi kwa wale tu wanaochangiza uongozi wa Kristo, wanaochagiza walimu wa Kristo na ufalme wa Kristo. Kumbe wapendwa, jamii hii ya kwanza inapojipambanua katika maisha haya, inajitokeza jamii nyingine ambayo haikuwa na Mungu, na hii jamii ndiyo inawadhulumu na kuwatesa. Madhulumu na mateso haya yalielekea kuwakatisha tamaa na kuwafanya warudi nyuma. Hapa ndipo mwinjili kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu anawaandikia kuwakumbusha kuwa wao ni jamii mpya, jamii inayojipambanua katika Mungu, inayomkiri Kristo kuwa Bwana na mfalme wao. Zaidi sana ni jamii inayoangalia maisha yake katika ufufuko wa Kristo. Anaendelea kuwasisitizia wakumbuke Yesu aliyowaambia ya kuwa ulimwengu utawachukia kwa sababu ulimchukia kwanza yeye. Utawatesa kama ulivyomtesa yeye. Tena wayakumbuke aliyowaambia ya kuwa mtumishi si mkuu kuliko bwana wake. Sasa ikiwa wamenitesa mimi, watawatesa na ninyi pia. Kama wamelishika neno langu, watalishika na neno lenu pia. Sasa wapendwa katika Kristo, sisi pia hatujibandui katika wajibu huu. Kama sisi kweli ni wafasi wa Kristo, tena tuliofufuka kutoka ukale na kuanza maisha mapya, yaani maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, ushindi dhidi ya mauti na ushindi dhidi ya dhambi. Kumbe wapendwa, mchakato huu wa maisha mapya yanatuelekeza katika maisha ya utakatifu. Kumbe sisi nasi tunaalikwa kumshuhudia Kristo katika ulimwengu huu uliojaa fujo, vurugu, dhuluma na uminyaji wa haki. Naomba tuwekane sawa hapa. Tunapozungumzia ulimwengu hapa, hatumaanishi mazingira na vitu vyake, bali tunamaanisha jamii ya watu wasio na Mungu. Jamii hii ndiyo itatuchukia
tukiyasema na kuyakemea maovu, tukiyatenda na kuyaishi yale ya Mungu. Kumbe neno la Mungu daima linatualika tusimame imara katika imani yetu. Tuendelee kumwomba Kristo daima, kwani yeye pekee ndiye atakayetuokoa. Mama Bikira Maria, msaada wa daima, utuombee. Amina. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Daudi Nkwabi wa Jimbo Kuu la Mwanza, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara, Jimbo Kuu la Tabora.